CCM iliyopuuza mapendekezo yetu na badala yake mwenyekiti wa CCM taifa alijiundia tume yake mwenyewe ambayo haina sifa za kuwa tume huru inayoweza kutenda haki, kutekeleza jukumu la kubainisha ukweli na kuwawajibisha waliohusika na mauaji. Hatimaye sasa ameficha ripoti na kuifanya kama gauni. Unajua hii ripoti ni mali ya Watanzania. Siku zote ripoti, tume zinapoundwa na kutengeneza ripoti inapaswa kuwa mali ya Watanzania. Kwanza huwezi kuifanya ripoti kama gauni lako, unasema mtu yoyote asije kunihoji swala la ripoti. Ripoti ni ya kwangu binafsi. Maana yake unaenda kuhifadhi ripoti kama unapohifadhi gauni lako kwenye kabati. Haiwezekani ripoti kuwa kama gauni la mtu binafsi aliyonunua kwa pesa yake binafsi, wakati tume iliyoundwa imetumia fedha za umma za wavuja jasho na walala hoi. Ndugu waandishi wa habari, hatuwezi kuendelea kunyamaza na kuona kwamba mali za umma zinageuzwa ni mali za watu binafsi. Upole wetu, ukimya wetu unampa mamlaka kiongozi mkubwa kufanya mali ya Watanzania kuwa mali yake. Hii haiwezi kukubaliwa. Matokeo ya tume hiyo ya rais sote tumeyaona kama yalivyokuwa matarajio yetu na matarajio ya wadau wengi. Tume imekwepa kusema ukweli. Tume ya Jaji Chande imewatia hatiani maiti na wananchi ambao ndio wahanga wa mauaji, imewasafisha watuhumiwa wa mauaji, imetonesha majeraha mabichi ya wananchi, imelitumbukiza taifa letu kwenye shimo refu zaidi. Nchi imebaki kwenye mkwamo. Hitimisho letu, ngome ya wanawake. Ngome ya wanawake ACT Wazalendo itaendelea kupigania ukweli, haki, uwajibikaji ili kulirejesha taifa letu katika misingi sahihi ya uendeshwaji. Yaliyotokea Oktoba 29, 2025 yameumiza Watanzania, yameumiza zaidi wanawake wa taifa hili. Wao ndio wazazi waliopoteza watoto wao, ndio wazazi waliopoteza watoto wao, ndio wanawake waliopoteza waume zao, ndio akina dada waliopoteza kaka zao. Tunarejea kuwapa pole Watanzania wote, kuwaombea faraja ndugu jamaa zetu wote walioguswa moja kwa moja na risasi za serikali dhalimu ya Chama cha Mapinduzi. Tunaomba wasikate tamaa, tuendelee kushikamana na kudai haki. Chama cha ACT Wazalendo kimetoa msimamo ambao wanawake wa ACT Wazalendo tunaunga mkono moja kwa moja na kuhakikisha tunatekeleza yale ambayo chama kimesema. Asanteni kwa kunisikiliza. Karibuni kwa maswali. Karibu Dani. Asante. Mimi nina swali moja. Ndio. Naitwa Dani Kaboma. Wakati tume ya Jaji Chande inaundwa, moja ya matukio ambayo tuliyashuhudia ni chama chenu kilijitokeza hadharani na nyinyi pia mkiwa kama ngome ya wanawake pia kuipinga hii tume kwa ujumla wake. Sasa swali langu mimi nauliza, nyinyi mnapata wapi nguvu ya kutoka kuja kuikosoa hii tume ambayo tayari mlishaipinga nyinyi wenyewe hadharani? Na baada ya hapo tumeshuhudia rais akizungumza kwamba anaitisha hiyo tume uhuru ambayo nyinyi binafsi mnaitaka. Sasa kwa nini msisubirie hii tume ambayo nyinyi mnaitaka na ndio muweze kujitokeza kuja kutoa hizi kasoro ambazo nyinyi tayari mnazitaka sasa hivi? Ambapo ni nyingine inagome.
anajitokeza kuunda tume nyingine, Si tume ya Jaji Chande pia imetoa mapendekezo. Okay. Kwa hiyo unataka tusubiri? Kwa nini tusisubiri, si ndio? Sawa. Swali lingine? Hatujibu hilo. Asante ndugu Dani, asante kwa swali umeuliza. Tume imeundwa, toka tume imeundwa sisi hatukuitambua tume, si ndio? Tunapata wapi nguvu za kuikosoa? Tutaendelea kukosoa kwa sababu sisi wote ni Watanzania. Na tume ilipoundwa tulisema hatuitambui. In fact tunajadili ile hotuba iliyokusanya watu mbalimbali pale Ikulu, ikakusanya wananchi kwa ajili ya kusikiliza. Tunachojadili pia ni mali ya Watanzania, kwa sababu tunapotengeneza tume tunatumia kodi ya kwako Dani na ya kwangu mimi. Kodi inatumika. Na sisi tulitoa angalizo mapema kwamba hii tume inayotengenezwa haitengenezwi tume ya kutupa majibu sahihi. Rais ama mwenyekiti wa CCM anatengeneza kikundi cha washauri ama consultant ambao watakuja kumletea vitu anavyovipenda yeye. Sasa hilo la kutokuitaka tume halituzuii sisi kuendelea kuona udhaifu ndani ya nchi yetu na tukanyamaza. Unasema yako mapendekezo yaliyotolewa na Jaji Chande ili kuunda sasa, maana mimi nilivyosikiliza kwenye ile hotuba inataka kutengenezwa tuite tume ama kikundi ama tutengeneze uchunguzi mwingine utakaoleta majibu, nani aliua na ni kwa nini. Tuulizane hapa, ndugu waandishi wa habari ambao nyie ndio mtapeleka ujumbe kwa wananchi. Siku zote tume ikiundwa, tume inatakiwa kuja na majibu. Nani alitoa amri ya kuua? Tume ilipaswa ituambie. Nani aliua? Tume ilipaswa ituambie. Maiti za watu zilizopatikana, Jaji Chande anatuambia 518, lakini kwenye ile hesabu yake pale ukijumlisha, tumeona wachambuzi kama kina madereka wanasema hupati ile figa, inakuwa chini ya hapo. Tafsiri yake kilichopelekwa kimeenda kufanyiwa editing. Ni kama mtu ambaye unatengeneza script ya movie yako, alafu unaenda kufanya editing, vitu vingine unasahau kwenye namba kujumlisha. Kwa hiyo sisi tunasema ya kwamba kuendelea kutengeneza tume zingine ama vikundi vingine vya uchunguzi ni kumaliza fedha zetu za kodi. Bado tuna sababu ya kuendelea kusema, kwa sababu taifa ni letu, nchi ni yetu, kodi ni yetu. Leo tumeacha madaraka makubwa kwa mtu ambaye anaitwa ni rais, anaamua kutumia kodi zetu vibaya, na anakuja hadharani anatuambia kwamba hii ripoti ni yangu, mtu yoyote asije kunihoji. Na huko nyuma tulisikia, ndugu zangu, kwa sababu ilikuwa wazi kabisa hata tume inapoleta majibu. Alituambia mimi ndio amiri jeshi mkuu, sitaki kusikia cha nywinywi wala nywinywi. Hamkusikia? Hamkusikia? Inaonyesha namna ya viongozi waliojaa kiburi cha madaraka. Na aliwaambia jeshi la wananchi lijipange kwa ajili ya uchaguzi. Na huyo consultant wake Chande amekuja amewaambia kwamba kilichosababisha ni kutokuwa na uchaguzi ambao ni huru, kilichosababisha ni ukosefu wa ajira, lakini mwisho bado unasema ni mali yako. Kama kuna maoni ya wananchi angalau kwa uchache yalivyo, yamedhibitiwa. Kwa hiyo sisi ni chama cha siasa, no matter hatuitambui tume kwa kiwango gani, lakini kwa mambo yanayoendelea yasiyopendeza lazima tuseme, hatutakaa kimya. Na tumesema ikiundwa tume ya uchunguzi iliyo huru ya kimataifa, hata sisi ngome mtakuja kutuhoji. Tumetembea kwa watu, tumeona namna mayatima walivyo wengi, tumeona namna ambavyo watu wamevunjwa miguu, wana vyuma kwenye miguu, hawawezi tena kufanya majukumu yao. Tukipata tume iliyo huru ya uchunguzi, tukapeleka mawazo yetu, naamini yatachukuliwa na yatafanyiwa kazi. Tulizindua mnara hapa kwa
wahanga waliokufa. Tafsiri yake ni nini? Ili jambo, watu waliokufa ni wengi, lazima pawepo na alama ya kuwakumbuka, japo hairejeshi ukweli kwamba watu wamezulumiwa haki zao za kuishi. Ndugu Dani, sisi tutaendelea kusema kwa ile hotuba, hatusemi kwa tume. Ndio maana tumesema tutaenda mahakamani ili tupate tafsiri ya kisheria, kwa sababu haiwezekani tuwe na tume ambayo inakwenda kutengeneza furushi la mtu binafsi badala ya kuwa na tume ambayo inaweza kutupa majibu wa Tanzania wote kwa pamoja.